Naam, shukran mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa za Darubini. Na maafisa 7 wakuu wa sasa na wa zamani wa serikali ya kaunti ya Nakuru pamoja na mwanakandarasi mmoja wamekamatwa na maafisa wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini kwa madai ya sakata ya utoaji zabuni bila kuzingatia utaratibu ufaao na mgongano wa maslahi kuhusiana na zabuni za zaidi ya shilingi milioni 120. Kukamatwa huko kunafuatia uchunguzi kwenye madai kwamba kampuni zinazohusishwa na afisa mmoja mkuu wa serikali ya kaunti hiyo zilitumika kujipatia maelfu ya zabuni. Tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC imesema uchunguzi ulifichua madai ya mgongano na maslahi ambapo mtaalamu mmoja wa masuala ya kiuchumi wa serikali ya kaunti ya Nakuru, Lona Karamuta Mubichi, anadaiwa kutumia kampuni zinazomilikiwa na mumewe Kenneth Murithi Ndubi kujipatia kandarasi 29 wakati wa kipindi vya matumizi ya pesa za serikali vya mwaka wa 2020 na 21 na mwaka wa 2024-25. Mubichi's private financial interests conflicted with her public interest, public responsibility, and therefore she was conflicted and went against the principles of accountability expected of public officers. Kulingana na tume hiyo, kampuni hizo tatu za Denken Building and Construction Limited, Morin Chama Investments Limited na Windcon Solutions Limited zililipwa jumla ya shilingi milioni 120.4. The commission further established that the companies used false documents to win contracts, and later on funds from the contracts were transferred to accounts jointly owned by Lona Karamuta Mubichi and Kenneth Murithi Ndubi, her husband. Wachunguzi hao wanasema kampuni hizo zilikuwa zikimilikiwa na kusimamiwa na Kenneth Murithi Ndubi mwenyewe au kusimamiwa kwa pamoja na kakae Brian Mwenda Ndubi. Tume hiyo vile inadai kwamba sehemu ya malipo ya pesa za zabuni hizo zilihamishwa hadi kwenye akaunti ya pamoja inayomilikiwa na Ndubi na mkewe, huku pesa zingine zilihamishwa kwenye akaunti za maafisa kadhaa wakuu wa serikali ya kaunti hiyo. The commission remains committed to safeguarding public resources and pursuing all persons involved in corruption and economic crime. Wakati huo EACC imewaagiza washukiwa wengine wawili wanaoaminika kuwa mafichoni, Brian Mwenda Ndubi na afisa mkuu wa kaunti ya Nakuru anayesimamia masuala ya vijana na michezo, Josephat Kimemia, kujisalimisha katika ofisi ya EACC ya eneo la South Rift mjini Nakuru au ofisi yoyote ya EACC iliyo karibu.